Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Klabu ya Chelsea imejikuta ikikabiliwa na changamoto mpya katika mipango yake ya kuimarisha safu ya kiungo kuelekea msimu ujao baada ya mipango miwili muhimu ya usajili kushindwa kutimia. Klabu hiyo ilikuwa ikimwania Granit Xhaka kwa pendekezo la kocha mpya Xabi Alonso ambaye aliwahi kufanya kazi naye kwa mafanikio makubwa akiwa Bayer Leverkusen. Hata hivyo, Sunderland ilisimama kidete ikisisitiza kuwa haikuwa tayari kumwachia nahodha wake, huku Chelsea ikikataa kuongeza dau lililohitajika kufanikisha uhamisho huo. Wakati huo tetesi zilizomhusisha Enzo Fernandez na kuhamia Real Madrid zimepungua kwa kasi kubwa, ingawa alidaiwa kuwa kiungo huyo wa Argentina angependa kujiunga na mabingwa hao wa zamani wa Hispania endapo nafasi ingepatikana. Chelsea ilisisitiza kuwa isingeuza mchezaji huyo kwa ada ya chini ya zaidi ya pauni milioni 115, kiwango kilichofanya Real Madrid kushindwa kuendelea na mazungumzo. Baadaye Real Madrid ilitoa taarifa rasmi ikikanusha kuwa haikuwahi kuwasiliana na Chelsea wala kufanya mazungumzo yoyote kuhusu usajili wa Enzo Fernandez. Taarifa hiyo ilieleza kuwa taarifa zilizokuwa zikisambaa kuhusu mpango wa kumsajili mchezaji huyo hazikuwa za kweli na zilikuwa zinapotosha mashabiki wa soka. Kutofanikiwa kwa dili la Xhaka kuna ilazimu Chelsea kuanza kutafuta mbadala mwingine wa kuimarisha safu ya kiungo. Xabi Alonso anaonekana kutaka kuongeza uzoefu na uongozi katika kikosi chake, lakini kushindwa kumpata Granit Xhaka kuna maanisha uongozi wa Chelsea utapaswa kutafuta chaguo jingine litakalokidhi mahitaji ya kocha huyo kabla ya dirisha la usajili kufungwa. Kwa sasa mustakabali wa Enzo Fernandez bado unaendelea kuwa mjadala ndani ya Chelsea. Ingawa mchezaji huyo anasalia Stamford Bridge, viongozi wa klabu wanataka kupata uhakika kuhusu dhamira yake ya kuendelea kuitumikia timu hiyo kwa muda mrefu. Hivyo, wiki zijazo za dirisha la usajili zitatarajiwa kuwa muhimu kwa Chelsea katika kufanya maamuzi yatakayoathiri muundo wa kikosi hicho kuelekea msimu mpya. Kwa taarifa zaidi za kimichezo na burudani kimataifa, endelea kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter. Tufollow kama Kasako Media. Jina langu naitwa Official Diaga. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.